Unaweza kuketi. Sisi ni watu ambao wanaamini nabii. Amen. Nyumbani mwetu tunaongea kuhusu nabii, kazini, mahali popote tunaongea kuhusu nabii, kwa kuwa sisi ni taifa la nabii. Amen. Sasa tajia siku hiyo ya siku gani hiyo? Hiyo siku tulikuja hapa, tulikuwa hapa, ilikuwa siku gani? Jumatano tulijifunza kuhusu nabii ni nani. Alafu nilisikia ndani mwangu kama Roho anaendelea na kuniongoza niongee tena kuhusu nabii. Kuna shida nyingi sana tunayo miongoni mwetu, sababu wengi wanakuja kwa ujumbe wa nabii lakini hawajui nabii ni nani. Sasa hivi inaleta shida sana. Sasa ni vizuri kwanza huo kama msingi wetu wa imani yetu tu tunaelewa kwanza nabii ni nani. Bwana wabariki. Mimi sikukuja hapa kwa kuwaletea mafundisho mapya. Na sikukuja hapa ni kwa kuwaletea Roho Mtakatifu. Sababu kuna watumishi wa Mungu hapa Dar es Salaam ambao wanahubiri na watu wanapokea Roho Mtakatifu. Sikukuja hapa ni wabebe mbinguni, sababu tayari kuna watu wa Mungu hapa ambao wanahubiri neno ambalo linaweza kuwabeba mbinguni. Lakini Mungu alinileta, naweza kuwa ni kidogo yenyewe, naweza kutia kwa hiyo jengo ambao wako wanajenga, ninaweza tia nami litofali ni moja huko. Bwana wabariki sana. Na kisha nitawasi wakati wote nitasimama, nitakuwa hapa. Ninawasi kweli mchungaji Arnold akiniona ninasema neno ambaye si ya nabii, hapo asimame na aseme, ndugu, hiyo neno nasema si nabii. Hiyo ni wewe unasema utupatie nabii. Sisi tunahitaji wewe utupatie nabii. Bwana wabariki. Amen. Amen. Mimi nampenda sana ndugu Branham. Na ninaamini ujumbe wa ndugu Branham. Na kwa kanisa langu hata wa vijana wangu wahubiri wanaenda wanasema hivyo. Mimi nakuwa kama nahubiri nasema kwa ajili ya nabii nitakufa mimi. Sasa hata vijana wangu wa huduma nao wanaenda wanasema hivyo kwenye wanaenda. Bwana awabariki. Sasa nabii ni nani? Tuliona hiyo siku iliyopita. Mungu anajua sana hiyo heshima ama thamani ya nabii. Mungu anajua, yeye Mungu anaelewa, anajua nabii ni nani. Biblia inasema Mungu hawezi, akiwa na siri ataifunulia kwanza watumishi wake manabii. Sasa siku iliyopita tuliona kwamba nabii, kuna tofauti kubwa kati ya nabii ambaye ni ofisi ya nabii na nabii ambaye ni karama ya unabii. Tuliona karama ya unabii, yeye wanakuwa wana hukumu, wanamhukumu. Kwa sawa hivi tuko hapa, ndugu mmoja kanisani mwetu ana kipaji ya unabii. Anatoa unabii, anasema kwa baada ya wiki mbili kutakuwa jambo fulani litatukia. Sasa sisi hatuwezi, tunasema Mungu apewe sifa kwa kanisa yetu. Tuko hata na wandugu wanatoa maunabii, wanatuambia kama kwa wiki mbili, baada ya wiki mbili kutakuwa jambo fulani litatukia. Huko mchungaji mmoja atatoka France, atakapofika hapa kwetu viwete viwili vitatembea. Sisi hatuwezi enda, tunaenda tunaambia watu viwete viwili vitatembea kwa kanisa letu, kuna unabii ulitoka huko. Hatuwezi enda tunaongea hivyo. Bwana awabariki. Sababu huyu ni nabii, huyu ni ndugu ambaye ana kipaji ya unabii.
mkienda mnasema hivyo, mnaweza kupata haya, sababu mnaweza kungojea baada ya wiki mbili huyo mtu ya France aje akuja na kisha au alifika lakini viweta vitembea. Sasa mnaweza kupata shida. Ndio maana hiyo maunabii ya kanisani ni ya kuchukua na reserve. Msiingilie sana hayo sana. Bwana awabariki. Amen. Huyo mtu akitoa unabii wake ni vizuri achunguzwe, ahukumiwe na wawili ama watatu wenye wako na kipawa ya upambanuzi. Wakishapambanua hiyo unabii, wao sasa watakuja kwa mchungaji, wanamwambia huyo unabii unatoka kwa Mungu. Sasa mchungaji anautangaza kwa kanisa, sababu wale wa ndugu wa vipaji ya upambanuzi wanasema unatoka kwa Mungu. Mchungaji anaitangaza kwa kanisa. Wakati anatangaza kwa kanisa, sisi kanisa tunabaki katika hali ya uchunguzi. Bwana awabariki. Tutakuwa tukinyamaza tukiongojea jinsi unabii utatimia. Hatutaenda kwa radio, tunaanza naongea, tunaanza nasema, tutakuwa tunaongojea tuone itimie. Na siku inatimia, mchungaji wetu sasa anakuja hapa anasema, mnajua hiyo unabii ulitolewa mwezi fulani, unabii huo ulitimia. Sasa tunapiga makofi, tunasema Mungu apewe sifa. Sasa tunaenda tunatangaza hiyo maneno sasa, sababu huo unabii wa ule ndugu unatimia. Na hiyo unabii kuna mara inatimia, kuna mara haitimia yake. Nabii anasema hivyo. Kama ikutimia sasa, wale wa ndugu ambao walihukumu hiyo karama, wenye walisema kutoka kwa Mungu, wale wa ndugu kama walikuwa wawili ama watatu, na ule ndugu ambaye kwake kulitokea hiyo unabii, wanakuja kanisani na mchungaji anawaombea Mungu kwa kuondoa hiyo pepo juu yao. Bwana awabariki. Wale wa ndugu si wabaya, lakini roho chafu ilipitia kwao na ikasema maneno kama yale. Mchungaji akishaondoa hiyo upako ya shetani juu yao, wanaweza endelea kukua tena na afanye hiyo, kama ni kipaji ni kwa ndani yao, wataendelea tu. Bwana awabariki. Sasa ni tofauti na ofisi ya nabii. Sawa nabii, sawa Musa. Hamjawahi kuona Musa mtu mmoja anasimama mbele yake na iko na hukumu nabii wake? Musa yeye akisema neno watu wote wanasema amina. Amen. Kuna mwenye anaweza kumhukumu. Yeremia yeye akitoa unabii watu wote wanasema amina. Amen. Wote ambao walijaribu kuhukumu nabii wa Musa walikufa, Mungu aliwaua. Bwana awabariki. Amen. Sasa wale wa nabii sawa kina Musa, wakina Yeremia, hauwezi kupinga unabii wake. Amen. Bwana awabariki. Amen. Na hiyo tuliona siku iliyopita. Na tuliona jinsi nabii yeye ni Biblia. Nabii akija, Biblia yenu mwa ile kizazi, mkiona tu nabii anakuja, yeye ndio Biblia yenu mwa ile wakati mnaishi. Bwana awabariki. Amen. Nyinyi hamwezi, nabii anasema neno kisha mnasema nabii ndio alisema. Tuchunguze kwanza Biblia. Hiyo ni makosa sana. Kwa sababu nani ambaye angemrudisha Musa kwa Biblia? Wakati Musa alikuwa anatoa unabii wake, nani angesema Musa, hiyo unabii unatoa, acha tuangalie kwanza Biblia? Nani angeambia Musa? Kwa sababu Musa ndio Biblia yenyewe. Yeye ndio alikuwa Biblia kwa ile wakati. Ungemrudisha kwa Biblia ya nini? Biblia gani nyingine? Sababu yeye ndio alikuwa Biblia. Bwana awabariki. Musa ni yeye, Musa alikuwa Biblia. Sasa ungemrudisha kwa Biblia gani? Ndio maana mambo yote Musa alisema tunasemaka tu amina. Anatuandikia mambo ambayo hakuishi. Musa aliandika kitabu ya Mwanzo.
na Musa akuona bustani ya Edeni, Musa akuona Adamu, Musa akuona Hawa, Musa akuona Noa, Musa akuona Enoch, Musa akuona Abraham, Musa akuona Yusufu, akuona Musa akuona Isaka, akuona Yakobo. Lakini alituandikia mambo ya wale watu wote. Amen. Bwana wabariki. Na aliandika siku ya kwanza Mungu akaumba mbingu na dunia. Siku ya pili Mungu akaumba kifla. Afu ikiwa kwa mfano ile yenye anatuambia iliumbwa siku ya kwanza, au kama ndio iliumbwa siku ya mwisho, sababu hakukuwa, hakuwepo, sababu hakuwepo. Lakini tunaamini ya kwamba yale yote Musa alisema ni neno la Mungu. Kwa sababu ya nini tunaamini hivyo? Sababu tulipokuja duniani Mungu aliweka ndani yetu mbegu yenye itaamini hivyo. Jinsi unaamini maneno ya Musa, hivyo hivyo una lazima uamini ya Nabii Branham. Jinsi hawezi kuhukumu Musa kwa maneno ambayo alisema, hivyo hivyo ukisubutu tu hukumu ndugu Branham, utaishia pabaya. Bwana wabariki. Amen. Musa anaandika hata kuzaliwa kwake. Hiyo maneno mnasomaka kwa Biblia. Musa wazazi wake walipozaa, Musa alikuwa bebe mrembo sana. Na unasikia Musa anajitetea alikuwa bebe mrembo sana. Yeye anaandika hiyo maneno, ni yeye mwenyewe anaandika kuzaliwa kwake. Musa alikuwa mtoto, alikuwa baby mrembo sana, na wazazi hawakuogopa Farao, wakatengeneza safina, wakamtia huko ndani, wakaenda kumtia kwenye maji. Kisha binti wa Farao akaona hiyo, binti wa Farao akamchukua kwa mtoto wake. Haya maneno yote ni Musa anaandika maisha yake. Bwana bariki. Amen. Nabii akifika, Biblia ya ile wakati ile ni ule nabii. Amen. Bwana bariki. Amen. Ni ule nabii. Ni yeye ndio Biblia ambayo hawezi kuongeza wala kupunguza. Amen. Ni nabii. Bwana wabariki. Sasa sisi tunaamini ujumbe wa nabii. Lazima tujue kwanza nabii ni nani. Amina. Tusome kwanza andiko moja hapa, tulisoma siku iliyopita, tunaweza isoma tena. Hiyo itatusaidia sana, tutaendelea vizuri tukiwa tunaelewa hivyo. Amina. Tunasoma. Bwana wabariki sana. Ni wapi hapo? Okay. Tunaweza kusoma kitu moja hapa. Trying to do God's service without being the will of God. Kujaribu kumtumikia Mungu pasipokuwa mapenzi yake. Ujumbe wa mwaka 1965 tarehe 18 mwezi wa 7. Ni leo ndio unaona ndugu Branham wanasema neno, unasikia watu wanajidai kuwa wa ujumbe wa ndugu Branham, wanasema haya maneno ya ndugu Branham, Biblia ikusema hivyo. Sasa hawa watu hawaelewi kwa wapi. Unajua nini? Tunakuja kwa ujumbe hii. Unajua mtu wakati anazama kwa maji, ukimtoa mtu majini, kitu ya kwanza ili ule mtu aishi ni kuondoa kwanza maji ndani yake. Lakini watu wengi walikuwa maji ya zehebu, wakatoka kwa hiyo maji, lakini zehebu ingali ndani. Na wengi wanakutaniwa wako kwa mimbara, lakini ni watu wa zehebu. Hawaamini nabii. Wengi hawaamini nabii. Watu wengi hawaamini nabii, hata kama wanajidai kuwa waamini wa nabii. Watu wengi hawaamini nabii. Ukiamini nabii akishasema neno, wewe hauwezi rudi kwa Biblia, sababu nabii ameshasema. Amen.
Unaipata ndugu? Unaipata? Paragraph yake 147. Para ya 147. Tujaribu kumtumikia Mungu pasipo mapenzi yake. Hawa tunawakutana mahali pote ambao tunaenda, tunatembea kazi ya Mungu, tunakutana na wengi ambao bado hawajaamini Nabii Branham. Wanamchukua nabii sawa na mwenzao ambaye alikuwa na upako ya zaidi yao, lakini ni mwenzao. God bless you. Paragraph 147. Notice. Tazama. What is then? Ni nini basi? What can be done? Nini kinaweza kufanyika? What is to be done? Nini kinatakiwa kifanyike? Let's consult the prophet. Hebu na tumtake ushauri nabii. The prophet, nabii, the Bible, Biblia. Where you cannot add ambapo or take from it. Mahali ambapo huwezi kuongeza wala kupunguza kutoka kwake. Amen. Amen. If we do, God takes us from book of life. Ukifanya hivyo Mungu anatuondoa kwenye kitabu cha uzima. Nabii, tufanye nini wa ndugu? Tutembee namna gani? Nabii anasema tuende tumuone nabii ambaye ni Biblia au Biblia ambayo hawezi ongeza wala kupunguza. Amen. Bwana wabariki. Tusome neno lingine. Nabii ni nani? Nabii ni neno. Kama nabii anakuja kwa kizazi, yeye ndio neno la ile kizazi. Amen. Bwana wabariki. Nabii akija, ukiona mtu anakuja na umeshamtambua kama huyu ni nabii na Mungu amemhakikisha, sawa vile tuko na huyu ndugu yetu Branham ambaye Mungu alihakikisha, Mungu yeye pekee anashuka kwa mguso la moto na anahakikisha huduma yake. Nabii kama huu ni neno la Mungu la kizazi. Amen. Huyu akishasema neno, wewe unatembea tu hivyo. Amen. Bwana awabariki. Wewe unatembea tu hivyo. Sawa mfano niliwaambia siku iliyopita, ninahubiri nikiwa na viatu kwa miguu, ni kwa sababu bado sijasoma kwenye nabii anasema nivue viatu. Lakini siku nitasoma kwenye nabii anasema kwa kuhubiri ujumbe wangu, msiwe na viatu kwa miguu, nitaondoa. Sababu nabii anasema. Amen. Bwana wabariki. Ndio nabii anasema wewe mwamini wa ujumbe huu usiende kuoa nje ya ujumbe. Nabii anasema hivyo. Hata kama kwa kanisa zote za ujumbe hakuna binti mwenye mimi nitaoa, nitaomba Mungu alete binti kwa ujumbe mwenye nitaoa. Siwezi enda kuoa nje ya ujumbe na nabii ameshasema sio nje ya ujumbe. Siwezi. Amen. Na wewe hauwezi enda kuolewa nje ya ujumbe na nabii ameshasema usiolewe nje ya ujumbe. Amen. Amen. Bwana wabariki. Amen. Tunasoma kitu kingine. Nabii ni neno la wakati ambao mnaishi. Bwana wabariki. Amen. Tunasoma Revelation of Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Nabii akija, nabii ni neno. Umehubiriwa mwaka 1960 tarehe 4 mwezi wa 12 para ya 219. Niko nawapatia hii mwelewe, sababu kuna mambo nitaanza kuwasomea yenye nabii tu ndio anasema, Biblia haikuisema. Nitasomea maneno hapa, watatia pale yenye nabii ndio anaisema, lakini Biblia haikuisema. Sasa tutaona kama mnaamini nabii. Revelation of Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Paragraph ya 60. 1960 para ya 219. Sawa, tunasoma. I want you to notice the symbols of Christ. Nataka mwangalie hapa alama za Kristo.
in the Bible. Katika Biblia. Here on earth. Hapa duniani. On the earth, he was a prophet. Hapa duniani yeye alikuwa ni nabii. You believe that? Unaamini hilo? A prophet is the word. Nabii ni neno. We know that. Tunafahamu hilo. Wakati ndugu Branham anasema we know that, maana yake ni yeye kwanza ndugu Branham anafahamu hivyo, kisha kuna wengine wadada na wandugu ambao wanafahamu hivyo. Maana yake ni ndugu Branham na mimi. Labda na wewe. Sisi tunafahamu kama nabii ni neno. Sisi tunafahamu hivyo. Anasema a prophet is the word. Nabii ni neno. We know that. Tunafahamu hilo. The word prophet means a divine interpreter of the word. Neno nabii maana yake ni mfunuzi wa kiungu wa ile neno. The divine word is wrought. Neno la kiungu ni nini? Limeandikwa. And the prophet are the divine spirit of God within him. Na naye nabii ana roho wa kiungu wa Mungu. Within him. Ana roho wa Mungu wa kiungu ndani yake. And you know the prophet in the Old Testament was called God. Na mnafahamu kuwa nabii katika Agano la Kale aliitwa Mungu. How many knew that? Wangapi wanafahamu hilo? Bwana wabariki. Kwa Agano la Kale nabii anaitwa Mungu. Ndio kwa maana mliona hapa kwa Samuel wana wa Israeli wanasema wakati walikuwa wanaenda kuona Mungu. Eko na shida anataka kwenda kuona Mungu. Bali kwa kuambia ndugu yake twende tukamuone Mungu, walikuwa wanasema twende tumuone nabii. Sababu mkishakuwa na nabii, mnakuwa na Mungu miongoni mwenu. Amen. The unveiling of God. Kufunuliwa kwa Mungu. Kwa Mungu. Mwaka 1964 tarehe 14 mwezi wa 6. Para ya 284. Now Moses tunaendelea ya sasa Musa was the word that day. Alikuwa ni neno ya siku hiyo. Now Moses was the word that day. Sasa Musa alikuwa ndio neno siku hiyo. Amina. Amen. Kama naambia mtu Musa alikuwa neno kwa siku hiyo. Ndio, Musa alikuwa neno ndugu. Ndugu Branham ni neno kwa siku, hapana, neno ni Kristo. Ukileta leo, unamwambia ndugu Branham njoo neno ya leo. Anasema ndugu yenu mafundisho ya shetani hiyo. Neno ni Kristo, ndugu Branham ni nabii, ni ndugu. Ndugu Branham haiko neno. Sasa wanawaza kama Musa hakuwa ndugu. Unasikia wanaongea, ndugu Branham ni ndugu. Neno ni Kristo mwenyewe. Njoo neno, Branham ni ndugu. Lakini kwa Musa wanakubali. Kwa wengine wanakubali. Ukileta kwa ndugu Branham inakuwa shida. Ili muelewe kama ni watu wengi ambao waamini ndugu Branham. Tunasoma hiyo. Now Moses was the word that day. Sasa Musa alikuwa ndio neno siku hiyo. Because the word was given to him. Kwa sababu neno lilipewa kwa Moses. Yeye alipewa neno kwa ajili ya wakati huo. Joseph was the word. Yusufu alikuwa ni neno in his day. Katika siku zake. Portraying Christ exactly. Akifanana na Kristo kabisa. See, each one of them was the word. Unaona kila mmoja wao alikuwa ni neno. And when Jesus came, na Yesu alipokuja, he was the word in the fullness. Alikuwa ni neno katika utimilifu. Amen. Because the whole plan of redemption was in him. Kwa sababu mpango wetu wa ukombozi ulikuwa ndani yake.
The whole plan of redemption didn't lay in Moses. Mpango wote wa ukombozi haukuwepo ndani ya Musa, Didn't lay in Joseph, haukuwepo ndani ya Yusufu wala ndani ya Elia. They were only part of the word. Wote walikuwa tu ni sehemu ya lile neno, Pointing to it. wakielekeza kidole kwake. Now notice, keep your thought here. It comes as I say. Sasa tazama, shikilia wazo lako hapa kama nilivyosema. See, the whole plan wasn't in them. They were pointing to it. Haukuwa ndani yao, wao walikuwa wakielekeza kidole kwake. Bwana wabariki. Amen. Bwana Yesu alipokuja yeye alikuwa utimilifu wote wa neno. Lakini hao wengine walikuwa neno ya kizazi. Amen. Ndugu Branham ni neno la kizazi. Yenye tunaishi ndani. Na hapa nabii anasema nabii ni kinywa cha Mungu. Mnaweza kuisoma hiyo trying to do God's service without it being God's will. Kujaribu kumtumikia Mungu pasipo mapenzi yake, mwaka 1965, para ya 195. Hapo anasema nabii ni kinywa cha Mungu. Na siku iliyopita tuliona kama nabii ni mtu ambaye akitamka neno leo, akitoa neno leo, anaweza akatoa neno leo sawa hivi tuko hapa anatoa neno. Baada ya siku 2 au 3 anarudi anawaambia maneno yenye inaenda kinyume ya aliwaambia leo, aliwaambia saa hii. Manabii wanazoea kuwa hivyo. Bwana wabariki. Anatoa neno saa hii, ninyi wote mnaishika, alafu anarudi anasema kinyume ya yenye aliwaambia saa hii. Sasa kwa akili yetu ya kibinadamu ukiona hilo unasema anajicontradict. Mpaka unaweza sema ni waongo, mimi naacha hiyo maneno ninajua waongo sababu anajicontradict. Sasa hiyo ni namna yao ya kuwa wanabii, ya kukua, wanabii wanakuwa hivyo. Wanasema neno alafu anasema ingine tofauti. Sasa mwa ile yote wale ambao waliteuliwa na Mungu, Mungu anaendaka sasa wanaongea nao, yuko na waonesha kweli iko wapi. Watembee namna gani. Mungu awabariki. Na nitawatolea mfano ya Musa. Musa anakuja mbele ya kanisa lake. Anaambia wana wa Israeli, msitengeneze sanamu. Mungu asika hivyo Bwana asemavyo, mwana wa Israeli hata mmoja asitengeneze sanamu ambayo inafanana vitu vya juu ama vitu vya duniani ama baharini. Hao watu wote wanaamini hiyo neno aliwaambia, na wanaenda wanaongea na wake wao, watoto wao. Mnasikia Mungu anasema usitengeneze sanamu, mnasikia, wote wanaamini. Baada ya siku fulani Musa anakuja tena. Anawaambia sasa mimi nahitaji mnitengenezee sanamu 2. Sanamu 2 ya makerubi. Nitaweka juu ya sanduku ya agano. Bwana wabariki. Na aliambia hawa wasitengeneze sanamu. Na watu wanaamini. Lakini kesho yake yeye mwenyewe tena anakuja anasema nitengenezee sanamu 2. Sababu nataka sanamu ya makerubi. Sasa wewe ndio unasema Musa, kwa nini ulituambia jana hivi, leo unakuja tena kusema nyingine? Sasa wewe unapata shida na Mungu. Bwana wabariki. Wewe unapata shida na Mungu. Wanazoea kuwa hivyo. Manabii walikuwa hivyo Biblia. Yohana Mbatizaji anahubiri watu. Kisha Yesu anakuja ku mto ya Yordani. Yohana Mbatizaji anasema huyu ndio manabii wote walikuwa wanasema kuhusu yeye. Huyu ndio mimi nilikuja kutengeneza njia kwa ajili yake. Huyu ndio nilikuwa nahubiri kwa ajili yake. Ni mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu, watu wanaamini.
Yohana yuko gerezani, anatuma tena wanafunzi wake wale wenye aliambia wale anawatuma, anasema endeni mkamswali ni yeye ama tuongoje mwingine. Bwana wabariki. Sasa manabii wanazoea kuwa hivyo. Wewe usijiingize njia ya nabii. Amen. Utaishia pabaya. Utaishia pabaya. Hata kuonekana sawa vile wewe ni mwerevu sana. Amen. Utaishia pabaya. Bwana wabariki. Amen. Utaishia pabaya. Bwana Yesu anaambia watu, mwana wa Adamu atakufa, atafanya siku 3 ndani ya tumbo ya udongo. Siku 3 kaburini. Sasa hesabu kama Yesu alifanya siku 3 kaburini. Mhesabu muone kama Yesu alifanya siku 3. Yesu alifariki siku ya 5. Ijumaa. Jioni wakamtoa kwa kumsalaba. Jioni ya Ijumaa. Jumamosi. Jioni ya Jumamosi ingefanya siku moja. Siku ya kwanza. Jioni ya Jumamosi. Jioni ya Jumapili ingefanya siku ya pili. Jioni ya Jumatatu ndio ingekuwa siku ya 3. Lakini alifufuka Jumapili asubuhi. Alifufuka Jumapili asubuhi. Na alisema aliambia watu watafanya siku 3 kaburi. Bwana wabariki. Sasa manabii wanazoea kuwa hivyo. Ukijiingiza kwenye njia yake utaishia mabaya. Ukiona nabii anasema neno, hata kama uielewe, usitie kwa ujuzi, usitie ukalamusi wako hapo. Utaalamu wako. Ukalamu wako usitie hapo. Akishasema neno, kama ulielewe, uliamini na utulie. Usitafute kuonesha jinsi wewe unaelewa. Unachukua unaanza kuonesha watu. Sonona. Sonona ifasi anajicontradict. Sonona. Anajipinga. Wakati kwenda naonesha hivyo watu hapo ndio ndio wanaenda kufa hapo. Bwana wabariki. Na wakamswali sasa nabii. Sasa kwa nini Yesu hakufanya siku 3 jinsi alikuwa anaongea? Nabii akasema Yesu akusema atafanya siku 3 kwa kaburi. Na ukisoma Biblia inasema hivyo. Lakini sasa wakumtetea Yesu sasa. Anasema Yesu akusema hivyo. Yesu alisema atafanya katikati ya siku 3. Alisema atafanya kaburini katikati ya siku 3. Alisema siku 3. Lakini ukisoma Biblia inasema siku 3. Lakini Biblia inasema hapana, alisema ni katikati ya siku 3. Kwa sababu angefanya siku 3, andiko ya Daudi, unabii ya Daudi ingevunjika. Sababu Daudi alisema sitaacha mtakatifu wangu mwili wake uone uharibifu. Na angefanya siku yote 3 mwili wake ungeona uharibifu. Ndio maana alifufuka katikati ya siku 3. Bwana wabariki. Amen. Hiyo wapendwa, ninataka niwalete muone nabii ni nani. Amen. Hivi tulikuja kumjumbe wa nabii, sisi tuamini nabii. Amen. Nabii kisha sema neno, tunaliamini na tunaendelea. Amen. Bwana wabariki. Hiyo ni wasome siku iliyopita. Kwa wenye hawakukua wanaweza chukua hii neno. Sitasoma hii. Tunahitaji muda. Mnaweza kuangalia kwa from that time. Kuhusu hiyo nabii kuonekana kama anajipinga. Ujumbe wa tangu siku hiyo umehubiriwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1959.
Kisha hapa anasema hii nyingine. Hapa tunasoma ujumbe ndugu nyingine. Hapa nabii anasema ujumbe wa the end times evangelism. Twende kwa muda. Yes. Kwa muda. Bwana wabariki. Ndugu Branham anasema usiache shetani. Uko nasoma ujumbe wa ndugu Branham. Kisha unasikia wazo linakwambia hapa ndugu Branham yuko sana fanya makosa, acha kwanza niangalie Biblia. Na pia anasema mwenye atakwambia uangalie Biblia kwa neno yenye ndugu Branham anasema. Kisha unasikia wazo linakwambia niangalie kwanza Biblia. Na pia anasema ni shetani ndio atakwambia hivyo. Sawa? Yeye anasema neno. Unasoma neno. Ndugu Branham ndio anasema. Kisha unasikia moyo wazo unasema hii neno iko sawa. Acha kwanza niangalie Biblia. Na pia ule mwenye unakuambia uangalie Biblia ni shetani. Tusome. Sorry. Anasema the way of the true prophet. Njia ya nabii wa kweli, tarehe 13 mwezi wa 5 1962, para ya 274. 274 mpaka 76. Mpaka 276. 274 hadi 276. You let the devil tell you. Wewe unamwacha ibilisi akwambie. You know. Unajua Brother Branham. Ndugu Branham and nothing about a hypocrite. Si lolote isipokuwa mnafiki. Now, sasa, you know, Brother Branham and nothing but a hypocrite. Unajua ndugu Branham si lolote isipokuwa mnafiki. Now, I know. Wait. Let me see if he is. Hebu ngoja kidogo niangalie kama yeye ndivyo alivyo. Let's see if he is teaching right. Tuone kama anafundisha kwa usahihi. Let me go back to the Bible. Hebu ngoja nirudi kwenye Biblia. Don't go. Usirudi. Usiende. Usiende huko kwenye Biblia. The Holy Ghost, he won't let you do that. The Holy Ghost. Yani Roho Mtakatifu hawezi kukuruhusu kufanya hivyo. No. Hapana. See? Unaona? But it says something, devil. It says something. Lakini yeye atasema kitu fulani. Bad about me. Kibaya kunihusu mimi. Which he might have a right to. Ambalo anaweza kuwa ana haki ya kufanya hivyo. Then you just keep getting that. Sasa wewe unabaki sasa unaendelea kushikilia hilo. Stop and start reasoning. Na utasimamia hapo na kwanza kulihoji. Yeah. Ndio. You ought not to have done that. Hakutakiwa kufanya hivyo. Did this. You ought not to have to done that. Hakutakiwa kufanya hivyo. You start looking at me. Unaanza kuangalia sasa. Unaanza sasa kuniangalia. Just have plenty. Utakuwa na mengi sana. Atakupa mengi sana. Bwana wabariki. Ndugu Branham akishasema neno, wewe usitafute tena kusema, Bwana anasema acha niende kwanza niangalie Biblia. Anasema usikubali hiyo. Amen. Usikubali hiyo. Bwana wabariki. Amen. Kwa sababu ndugu Branham si nabii wa kwanza, kulikuwa manabii na manabii. Wao wanabii wakubwa au wake wanawajaji. Yeye akishasema neno, nyinyi wengine mnaamini. Amen. Bwana wabariki. Kisha tusome neno lingine. Nasoma kwa hiyo ujumbe, who to say this is. Unasema huyu ni nani?
tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 1964 para ya 71 Anze pa 70, anze 70. Anze 70. Anze 71. Bwana wabariki. Amina. Ndugu Branham anasema mjumbe wa kizazi ni Masia. Mjumbe wa kizazi ni Masia. Bwana wabariki. Amina. Ndugu Branham jinsi tunamuona ni Masia kwa sisi watu wa mataifa. Ndio Masia wetu tulipokea leo. Masia, watu wa madhehebu walifunza watu wao vibaya. Wakisikia tu wanasema Masia, wao wanaona wanasema Yesu wa Nazareti. Hata kwa wengi wanaogopa kusikia mimi nasema Masia. Kuna wengi inakuwa tena hivyo. Nilisema hivi, kama sikusema Nabii Branham, wachungaji walisimamisha, wasema hapana. Bwana wabariki. Nyinyi Mungu anawahubiri kwenye wachungaji wenu wao, msiogope. Bwana wabariki. Watu wa madhehebu wanafunzwa vibaya. Wakisikia tu Masihi, wao inamaanisha Yesu wa Nazareti. Sasa Masia maana yake si Yesu wa Nazareti. Hiyo ni kuelewa mbaya maandiko. Sasa hiyo maneno napata shida sana na watu wengi. Ndugu Bukasa anasema ndugu Branham ni Masia. Ndugu Bukasa anasema ndugu Branham ni Masia, sababu watu wengi hawaelewe Masihi ni nini. Sijui niliwaambia watu wanakuja kwa ujumbe lakini dhehebu ingali ndani tele. Sababu kwa dhehebu ukisema Masihi maana yake unasema Yesu wa Nazareti. Lakini Masihi si kusema Yesu wa Nazareti. Tusome na Biblia. Leta hiyo Biblia. Iko hapo, andiko iko hapo. Andiko iko hapo. Tusome. See, naona each had their own interpretation of the word. kila mmoja wao alikuwa na tafsiri yake binafsi ya That's what hilo ni the reason Israel didn't recognize Moses. ndio sababu Israeli walishindwa kumtambua Musa. That's the reason. Hiyo ndio sababu The world didn't recognize Noah. ulimwengu haukumtambua Nuhu. That's the reason the prophet wasn't recognized. Manabii wote hawakutambuliwa. They have their own interpretation of the word. Walikuwa na tafsiri yao binafsi ya neno. Sasa someni, ndugu, tia hiyo mnini, tia kama unaweza kuitia hiyo kwa rangi. Hiyo tunataka kusoma. Kwa unaweza kuitia kuanzia hapo. Hapo. Unaweza kuitia kwa rangi. Sawa. Someni hapo. But God in every age has had his Messiah. Lakini Mungu katika kila wakati amekuwa na masihi wake mmoja. Mungu kwa kila kizazi, Mungu huwa na nabii wake. Kwa kila kizazi. Tuendelee. To reject Noah's message was to rejecting God. Kukataa ujumbe wa Nuhu ilikuwa ni kumkataa Mungu. To reject Noah was to perish. Kila mtu ambaye anakataa nabii Branham anapotea. Anapotea. To reject Noah's message was to rejecting God. Kukataa ujumbe wa Musa ilikuwa ni kumkataa Mungu. To reject Noah was to perish. Kumkataa Nuhu ilikuwa ni kuangamia. To reject Moses was to perish. Kumkataa Musa ilikuwa ni kuangamia. It was ilikuwa they were the anointed messiahs for that age. Walikuwa wao ndio masihi wapakwa mafuta wakati huo. Amina.
The word that was promised for that age. Neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. So nasikia kisha anasema and when Jesus came you are the fullness of the word. Na kisha Yesu alipokuja yeye alikuwa ndio utimilifu wa neno lote. Bwana wabariki. Yesu alikuwa utimilifu wa neno lote. Lakini mkila kizazi ule nabii ambaye anakuwa mkizazi yenu ndio masia wa hiyo kizazi yenu. Sasa umasi wa Musa watu wanaukubali. Umasi wa Noa watu wanaukubali. Umasi wa Ibrahim ni mafundisho ya uongo. Ukija kuna umasi wa Ibrahim wanakuambia ni mafundisho ya uongo. Lakini ukisema Musa alikuwa masipani anafundisha kweli. Ukisema Noa alikuwa masipani unafundisha kweli. Ukifika kwa Ibrahim ni mafundisho ya uongo. Watu wengi hawaamini Ibrahim. Tuendelee na kusoma. Nadhani mlilisoma nini wenyewe? Mmelisoma? Mmelisoma? Twende fasi nyingine. Bwana wabariki. Tunasoma 61 hiyo ujumbe. Who do you say this is? Unasema wewe ni nani? 61. Paragraph 61. Para ya 61. Nipata? 61. Hiyo ujumbe. Nasoma. Now that was what done back in them day. Sasa hilo ndilo tokea wakati katika siku hizo. They'd been praying huko nyuma. Walikuwa wakiomba. They had all kinds of great leaders. Walikuwa na aina zote za viongozi wakubwa. They'd been under government. They'd been under kingship. They'd been under everything. Judges. Walikuwa chini ya serikali, walikuwa chini ya ufalme, walikuwa chini ya kila hakimu. But they know it that there's only one thing that could save them. Lakini walijua kwamba kulikuwa na kitu kimoja tu ambacho kingewaokoa. That was the coming of Messiah. Hilo lilikuwa ni kule kuja kwa Masihi. Sasa sikilizeni. And the Messiah means, na Masihi maana yake the anointed one, yule mpakwa mafuta mmoja. A human being that was anointed. Mwanadamu ambaye amepakwa mafuta. Masisi kusema Yesu wa Nazareti. Lakini Masisi kusema mwanadamu ambaye ana upako juu yake. Bwana wabariki. Hata wewe na mimi sisi ni masia. Sababu tuna upako juu yetu. Lakini umasia wetu na wa ndugu Branham ni tofauti. Sababu ndugu Branham yeye anabeba upako wa kizazi. Hamwezi kuwa naye sawa sawa. Ndio. Amen. Hamwezi kuwa naye sawa sawa. Kwa sababu hata nyinyi Mungu wapakaliwa nyinyi wote, lakini hamwezi kuwa sawa sawa na mchungaji wenu, sababu yeye anabeba upako ya kanisa mzima. Bwana wabariki. Ndio maana kuna maombi yenye wewe unaweza kuomba Mungu asikie, lakini yeye anaomba Mungu anasikia. Sababu kuna aina fulani ya kati yake na Mungu, kuna aina fulani ya muungano fulani kati yake na Mungu. Bwana wabariki. Sasa kama mchungaji wa mahali hawezi kuwa na upako sawa kanisa lake lote, ndio Branham ndio mtakuwa na upako sawa sawa. Kama yuko majivuni kunafanya watu. Unasikia wanakwambia ndio Branham ni yuko kama sisi, ndio Branham ni kama sisi, ndio Branham hawezi kuwa na upako sawa na wao. Bwana wabariki. Ndio Branham ndio na upako wa kizazi. Kizazi mzima hawezi kuwa na upako sawa na wewe.
Bwana wabariki. Sasa yeye ni Masia hapa kwetu mwa hii siku ya mwisho, sababu Mungu kwa kile kizazi alikuwa kana Masia. Vile Mungu alikuwa na Masia kwa kile kizazi, nabii anasema Musa alikuwa Masia, Noah alikuwa Masia. Sasa niwaambie hivi kwa ndugu, ukisikia tu Branham anataka Musa, maana yake iko naongea njoo yeye, iko nasema njoo yeye. Sasa hata fike vya anaanza kusema na mimi Branham niko Masia, hata sema hivyo. Atawaambia tu Musa alikuwa Masia, Noah alikuwa Masia, ili ukiona Noah, ukiona Musa umuone na yeye. Amen. 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 Kama unaongojea wewe kwenye atasema na mimi Branham niko Masia, hautaona hiyo. Amen. Amen. Bwana wabariki. Hata nabii anasema nabii wa kweli mwenye anatumwa na Mungu hakuacha anajisema mwenyewe. Anasema yeye anatowaka tu neno, kisha watu wanamuonea kupitia ile neno anatoa. Bwana wabariki. Amen. Tungali pamoja, tuendelee. Hiyo kitabu tena tusome kwa paragrafu yake 121. Para ya 121. Ujumbe huo unasema huyu ni nani? Fasi yote ukisoma kwa ujumbe unasikia Branham anaanza Musa alikuwa uelewe kama wakati unakwambia Musa, yeye unataka akuoneshe na wewe umuone yeye. Ndio maana unisikia na taya Musa. Juu wewe umuone. Okay, tunasoma. Now notice. Sasa tazama. Moses, the anointed word. Musa, ile neno lililopakwa mafuta. Oh, Ede, we call him. I hope you will understand when I say that he was the Messiah. Natumaini kwamba mnaelewa ninaposema kuwa yeye ni Masihi. He was the anointed word that had been promised for that day. Yeye alikuwa ndio neno lililopakwa mafuta lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Amina. Amen. Sasa nadhani mtaelewa nikiwaambia Musa ni Masihi. Nadhani mtaelewa. Kwa sababu alikuwa neno. Amen. Lililoahidiwa kwa siku hiyo. Ama kwa siku ile alikuwa ile neno. Anasema nadhani mtaelewa. Na nyinyi nadhani mtaelewa wakati nawaambia Branham ni Masia. Amen. You was the anointed word that had been promised for that day. Yeye alikuwa ndio neno lililopakwa mafuta lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Moses was. Do you believe that? Je, mnaamini hilo? Sure. Hakika. The word Messiah means the anointed. Neno Masihi linamaanisha mpakwa mafuta. See now, Noah was the anointed of his day. Naona sasa Nuhu alikuwa ndio mpakwa mafuta wa siku yake. Sasa usifanye shida na ndugu ambaye anakuambia ni Branham ni Masia. Usilete shida kwa hiyo. Usilete shida kwa hiyo. Usiitwe mafundisho ya shetani. Tulipata upako, tulipata neno lililopakaliwa katika hii siku. Amen. Wewe na mimi, unajua hii inatuma maisha yetu yanabadilika. Wengi hapa wengi walikuwa wezi, makahaba, lakini tangu walifika kwa ujumbe maisha yanabadilika. Ni nini lituma hiyo? Kuna upako ambao ilikuja kwetu. Na ile upako mwenye alileta ni tu Branham. Amen. Sasa mwenye kwa na upako, ule mwenye analeta upako ni Masia. Si mafundisho ya shetani. Wewe uko na ikatana wewe kwa shetani. Wewe mwenyewe wakati wanasema hii wewe unapinga, wewe ndio kwa shetani. Hapana kutusema sisi tuko kwa shetani sababu tunasema Branham ni Masihi. Bwana wabariki. Amen. Amina. Amen. Kisha mtu mwingine atasema sasa kama ndio Branham ni Masihi maana yake tunapaswa kumwabudu. Mtu kuwa Masihi
masia iseme wewe ndio muabudu, sababu nao alikuwa masia wa kumwabudu. Musa alikuwa masia wa kumwabudu. Bwana wabariki. Masia maana yake mpakaliwa. Masia si kusema mwende mkamwabudu. Masia maana yake mwenyewe analeta upako ya kizazi. Amen. Bwana wabariki. Amen. Sema pamoja. Sasa na kitu moja sasa ni tusome kwanza kitu moja hapa, alafu tutasoma maneno 2 au 3 yenye ndugu Branham anasema, tutaisoma alafu sasa sijui tutafikia wapi. Basi Mungu awabariki. Tusome fasi moja hapa. Branham anasema hivi. Ndugu Branham ni masia wa hii siku yetu ya mwisho. Na ndugu Branham ni Kristo. Amina. Hiyo nayo muongeze kwa hili. Amina. Ndugu Branham ni Kristo. Amina. Paragraph. Ujumbe, uwapatie ujumbe. The unveiling of God. Ufunuliwa kwa Mungu. Ya 64. Tarehe 14 mwezi wa 6 1964, para ya 186. Ni vizuri tuone mambo yote. Amina. Sababu ukisikia kuna ndugu fulani wanasema ndugu Branham ni Kristo, wewe usianze hapo, sababu leo kuna desturi ya wengi kati yetu, akisikia ndugu fulani kabla hajaonana hata na ndugu na kuongea naye, anapita kwa mimbari. Tulisikia wanasema ni Kristo. Si unaona hiyo maneno tunawaambia, unaona mafundisho. Hajapata muda ya kukutana na ule ndugu yake waongee, aelewe kwa nini huyu ndugu anasema ndugu Branham ni Kristo. Yeye anaanza shida. Bwana wabariki. Amina. Kuna mara tunazaa chuki fasi kwenye chuki haingekuwa. Kuna mara tunazaa ubaya nafasi ambao ubaya haingekuwa. Sasa hivi nawaambia hapa, ningelikuwa ningali Kongo na mtu mmoja anapitia hapa, nawaambia unajua ndugu Kasa na mimi kama ndugu Branham ni Masihi. Sasa kweli ndugu Kasa na mimi kama ndugu, sitapokea tena kanisa yangu. Shida. Tunasoma. Barafu. Okay, tusome. Eske tukali pamoja tunasoma tu. Mnamsoma nabii, unaona? Sawa. The anointing in lugha yenu. Mimi ni msema, mimi ni mtu ya French. Hii lugha yenu. Kama naisema mbaya, mnaniambia kama hiyo uko nasema hapo si hivyo. Sababu hiyo ni lugha yenu. Si unaona hata kwa kusoma ninaisoma na shida. Hiyo ni lugha yenu nyinyi. Mniambie kama niko nasoma mbaya. Ni lugha yenu. The anointing is a person. Ule upako ni yule mtu. The word Christ means anointing one. Iko sawa na Masihi ni sawa. Neno Kristo maana yake ni mpako wa mafuta. See? Naona the anointed one. Yule aliyepakwa mafuta. Then Moses was Christ in his days. Basi Musa alikuwa ni Kristo katika siku zake. Simsema amina. Hivyo Musa alikuwa Kristo wa wakati yake. Bwana wabariki. Amen. Amina. You are the anointed one. Alikuwa ndiye mpakwa aliyepakwa mafuta. Jeremiah was Christ in his days. Yeremia alikuwa ni Kristo katika siku zake. Sasa kwa nini tukikuja kwa ndugu Branham shida inakuwa? Kwa nini? Amen. Kwa nini? Amen. Kwa nini tukiingiza hapo ndugu Branham kwa hii? Tunaingiza ndugu Branham tunasema Brother Branham is Messiah of these days. Kwa nini shida inaingia? Kwa nini mnaleta shida? Kwa nini? Amen. Kwa nini? Kwa nini sasa
Mkisikia tu Branham shida inaanza. Kwa nini? Kwa nini? Then Moses was Christ in his days. See how Musa alikuwa ni Kristo katika siku zake. He was the anointed one. Alikuwa ndiye aliyepakwa mafuta. Yeremia huyu nabii mwenye alikuwa analia kila siku, hapo tunalia, hapo tunalia, na yeye anasema alikuwa Kristo. Maisha yake yote ni kulia tu, kulia, na yeye anasema alikuwa Kristo. Sasa kwa nini Ukristo alikubaliana na watu wanaokataa? Kwa nini? Kwa nini? Bwana wabariki. You are the anointed one. Jeremiah was Christ in his days. Yeremia alikuwa ni Kristo katika siku zake. With the passion of the word of that day. Akiwa na sehemu tu ya neno la siku hilo. Yeremia alikuwa Kristo mkubwa wa ile kizazi yake. Kisha wale wenye walikuwa wanapokea ujumbe wake nao wakakuwa Kristo wadogo. Sababu wanapokea upako kupitia yeye. Musa naye alikuwa Kristo hivyo hivyo. Sasa hao wengine wote nao wakawa Kristo chini ya Musa. Sababu Musa ndio alikuwa na upako, kisha upako wake unaenda kwa wengine. Sasa tukipiga na kubrana hapo shida wapi? Tutina kubrana mwao watu tutie pia kubrana. But when Jesus came, so ndio kila bwana akishawataya kisha anatofautisha na Kristo Yesu. Asa but when Jesus came, he came as the redeemer and anointed one. Lakini Yesu alipokuja, alikuja kama mkombozi aliyepakwa mafuta. And that was both Moses and all that was in Moses. Na hiyo ilikuwa ni yale yote Musa na yale yote aliyokuwa ndani ya Musa. And all the God, the head, the body was in him. Na neno lote na utimilifu wote wa Mungu katika mwili ulikuwa ndani yake. That's the reason the old temple fed rent and the mercy seat came in perfect view. He was the anointed one. Hiyo ndio sababu ile pazia hekalu lilichanika na kiti cha rehema kikaonekana kikamilifu kabisa, kwa sababu alikuwa yeye ndio mpakwa mafuta. Bwana pewe sifa. Hiyo kitabu tena tusome ku paragraph 172. Ndio ujumbe huo wa kufunuliwa kwa Mungu. Niliwaambia hivyo. Para ya 170. Niliwaambia hivyo. Ukisoma unasikia tu Biblia anasema Musa. Ukisoma nataka Musa, maana yake unajisema ni yeye. Bwana wabariki. Mahali pote ukipoa unasoma unasikia tu Biblia anasema Musa. Wewe ondole Musa ti hapo brana. Wakati tu unasikia anasema Musa, maana yake unajisema ni yeye. Bwana wabariki. Ukisoma Musa, ondoa Musa tia hapo brana. Ukisoma nasikia unasema kuhusu Yeremia, ondoa Yeremia tia hapo brana. Ukisoma sababu hebu upande hawezi kujisema ni mimi brana. Bwana wabariki. Hata sisi hivi tuko kwa ujumbe. Soma ujumbe au utakutana na Ibrahim anasema ule Elia wa Malaki sura 4 ni mimi. Hakuna andiko kama hiyo haiko. Lakini utaona tu anatoa neno anawaambia yenye huyo Malaki sura 4 atafanya kama anakuja. Kisha mkusoma neno njoo Mungu anatupatia ufunuo tuna huyo Malaki 4 ni yeye. Bwana wabariki. Yuko kama Bwana Yesu kuja ya Emmaus na wale wanafunzi Cleopas na mwenzie siku kama hii ya leo ya Pasaka. Bwana Yesu kuja ya Emmaus alikuwa anatembea na wale mitume. Wale mitume walikuwa wakiongea kati yao. Kisha Yesu akaonekana miongoni mwao. Wakaanza kufanya safari pamoja kwenda naongea. Na Yesu anamwambia, kwa nini unaonekana na huzuni hivi? Wanasema, wewe maana ni mgeni hapa, hujui shida ilitufikia hapa. Siku na kutuna mmoja ambaye tulikuwa tunafuata ujumbe wake,
tuliamini kama yeye ndio atarudisha Israeli ufalme wake, halafu walimuua. Sasa hiyo inatuleta huzuni. Sasa Yesu akawaambia, wakati wale wanaongea, kisha Yesu akaanza kuwapatia maandiko. Iliandikwa hivi, Daudi alisemaka hivi, Musa alisemaka hivi, akaanza kuwapatia maandiko. Lakini Yesu akamwambia, nyinyi hamjui kama ni nini? Akwambia hivyo, aliwapatia tu maandiko, alafu wao wenyewe wagundue. Na ndugu Branham hawezi kuja na waambia Musa alikuwa Masihi, Noa alikuwa Masihi, na mimi Branham niko Masihi. Hawezi. Bwana wabariki. Yeye anatoa neno kisha mimi mgundue. Ndugu Dennis, tunaweza soma hiyo andiko. The word had to come from Moses first. Neno ilipaswa kwanza itoke kwa Musa. Limujie kwanza Musa first. Amen. Kwanza. Amina. See, Moses had the word. Musa ndiye alikuwa na neno. They were written by God. Yaliandikwa na Mungu. Nobody could interpret them. Kuna mtu ambaye angeweza kuyatafsiri. Wakati tunasoma Moses, ni mwanzo kutia Branham. Mwanzo kutia Branham. Ile kwa tulisema neno lilipaswa kufika kwanza kwa Musa, ninyi mtie neno lilipaswa kufikia kwanza Branham. Moses had to interpret them. Branham had to interpret them first. Branham ilipaswa ayatafsiri yeye kwanza. That's the reason he veiled his face. Cause do you see it? Hiyo ndio sababu yeye sura yake ilitoa utali, na kwa sababu naliona. See, here it is. Here it is. Hili hapa. Here it is. Hili hapa. We could pick it, ungeweza kulitwaa, pack it up, kulipakata au kulichukua, and everything else there. Na kila kitu pale. But it's got to be revealed. Lakini lazima lifunuliwe. In order to reveal, sasa ili kulifunua, Moses had to become God to the people. Musa ilipasa awe Mungu kwa watu. Anasema neno liko hapo, lakini neno inabidi ifunuliwe. Ili neno ifunuliwe, Musa alikuwa Mungu, sababu mwanadamu hawezi kufunua neno la Mungu. Mungu pekee anafunua neno lake. Amen. Mungu pekee mfunuaji wa neno lake. Sasa kwa neno ifunuliwe, ilibidi kwanza Musa awe Mungu, kisha afunue neno. Nikisema Branham, watu wengine watakuja kesho. Bwana wabariki. Si ujumbe wa nabii. Si tunatuka kwa ajili ya nabii sivyo? Amen. Ujumbe wa nabii huko. But it goes to be revealed. In order to reveal, Moses had to become God to the people. Lakini ilipaswa lifunuliwe. Sasa ili lifunuliwe, Musa ilipaswa afanyike Mungu kwa watu. You say that's nonsense. Unasema hiyo ni upuzi. Hiyo unasema ni upuzi. Hiyo ni upuzi kabisa. Hiyo ni upuzi. You say that's nonsense. Unasema huo ni upuzi. Why he even told Moses himself, you will be God. Kwa nini? Your prophet. Bona yeye mwenyewe hata alimwambia Musa mwenyewe kwamba wewe utakuwa Mungu na Haruni atakuwa nabii wako. Amina. Kama tukileta leo itakuwa hivi. Mungu anaambia Branham,
wewe utakuwa Mungu na Bukasa atakuwa nabii wako. Tukileta leo itakuwa ni Mungu anaambia Branham wewe utakuwa Mungu. Alafu Bukasa atakuwa nabii wako. Sababu tusiache kujana, tusitulete na leo. Bwana abariki. Amen. Kwa nini mambo yangu nataka tu tuache ibaki tu ya jana, tuyalete pia leo. Bwana abariki. Sasa huyo ndio nabii. Amen. Sio unaona kama nabii haiko mtu wa kucheza naye. Nabii si mtu wa kucheza, akishasema neno uelewe usipoelewa, wewe unasema tu amen. 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 Acha niseme kitu moja hivi yenye nabii aliongea, nabii Branham. Nabii Branham, acha kwa nisome kitu moja. Nabii anasema hivi. Anasema yeye wakati anakuja iko na ubiri neno. Anasema Mungu alimtuma kwa kanisa ile teule, ile mzabibu wa kweli. Ndio kwenye Mungu alimtuma. Lakini anasema wakati yuko na ubiri, sasa hii ujumbe wake uko naenda kwa makanisa yote mbili. Uko naendea kanisa ya uongo na kanisa ya kweli. Sasa mwe mnaelewa hivi. Wakati uko nasoma ujumbe wa nabii Branham, eko na ubiri kwa makanisa mbili. Ahubiri kwa kanisa moja hapana, anahubiri kwa makanisa. Bwana wabariki. Ana ujumbe nenda kwa kanisa uongo. Ile tu ujumbe wake. Sababu yeye ndio nabii wa kizazi. Sasa wakati kuna ubiri, ile ujumbe unaenda kwa mzabibu wa kweli na inaenda kwa mzabibu wa uongo. Lakini mizabibu yote mbili iko kwa shamba moja. Yote iko fasi moja. Sababu njiwa na gunguru walikuja wote wawili kwa safina moja ile ya Noa. Kwa sababu Esau na Yakobo walinyonya kwa jiziba moja na walitoka mtumbu mmoja. Kwa sababu Bwana Yesu Kristo na Judas Iskarioti wote walikuwa wa hiyo kabila ya Yuda. Walikuwa wote wa kabila ya Yuda, kisha wote walikuwa mkanisa moja. Huyo mchungaji, huyo mlinda hazina. Bwana wabariki. Na wakati tunakusanyika kwa ujumbe wa ndugu Branham, huko pia mzabibu ya kweli na mzabibu ya uongo. Sasa wakati uko na ubiri, wewe unajua unahubiri, wewe unajua wakati uko na ubiri, wewe uko kwa upande gani? Sababu kuna kuhubiri kwa mzabibu wa kweli na kuna kuhubiri kwa mzabibu wa uongo. Wote wanasoma ujumbe wa ndugu Branham. Sababu ndugu Branham anaongea na wote wawili. Bwana wabariki. Tusome kwanza ile kabla hatujaenda mbali. Lakini kuna kitu kingine yenyewe. Unaweza kuwa mzabibu wa kweli lakini ulikuwa bado hujafikia kwa ile ujuzi. Kisha siku moja Mungu anakuletea neno na kufunulia hapo. Ukiwa kabisa wewe ni mzabibu wa kweli, ile neno unapata ile ufunuo, moyo wako utaelekea ile neno na unaanza tembea nalo. Lakini mzabibu wa uongo atasema hiyo hapana. Wao wanazoea kupingana na kupinga neno. Inakuwa tabia yao hiyo tangu Kaina. Wanazoea hiyo. Wao kila mara wanapinga neno. Ni wapi ningesoma? Wandugu, acha nipate nafasi. Asante mwanangu. Bwana wabariki sana.
Nabii Branham wakati anahubiri neno inaenda kwa mizabibu yote mbili. Sasa niyo ndugu yangu, ndugu Branham ni masia wa hii wakati wetu. Si makosa nikifika anasema kwenye mimbara, sikilizeni maneno ambayo masia wa leo alisema. Kwa nini watu watakwazika? Si ni sawa hivyo. Nilizania kama niliweka hiyo andiko hapa, enda kuona kama haiko hapa. Sio niliweka wapi na nilikuwa nimeshaitia tayari. Basi Mungu awabariki. Hii kuhusu hii zabibu miwili simpati saa hii nilikuwa nimeshaiweka fasi moja hapa hivi. Nilizani nitakuja nayo lakini simpati. Alafu nitaitafuta baadaye. Basi Bwana awabariki. Naweza kuwaletea nayo baadaye. Lakini ndugu Branham ni mwalimu mkubwa wa neno. Amen. Ndugu Branham anasema Elia alikufa. Hii yenye Biblia inasema Elia aliendaka bila kukufa. Ndugu Branham anasema Elia alikufa. Sasa wale tutaona kama mtaamini ile kule kwa Biblia kama mtaamini ya Biblia. Bwana wabariki. Wewe utachagua, utafanya uchaguzi. Kama unaamini ndugu Branham anasema au kama utaendelea tuna ile ya Biblia, yote ni sawa. Tunasoma kwanza kwa kizazi. Ndugu Branham anasema Noa alikufa, Elia alikufa. Anasema hata Bwana Yesu wakati alikuja alisema hata mtu mmoja aendaka mbinguni. Bwana Yesu alisema hivi. Kwa Yohana sura 3. Alisema hata mtu mmoja yapanda mbinguni. Isipokuwa tu mwana wa Adamu ambaye yuko mbinguni sasa hivi. Bwana Yesu akusema hata mtu mmoja yapanda mbinguni ila tu Elia, hakusema hivyo. Alisema hata mtu mmoja hajaenda mbinguni. Na Bwana Yesu anaelewa vizuri mbingu kuliko wewe na mimi. Na anasema hata mtu mmoja aenda huko. Isipokuwa tu yeye mwenye alishuka huko na mwenye yuko kule saa hii. Lakini mtu mwingine hajaenda huko. Na ndugu Branham anasema Noah, Enoch akwenda mbinguni. Anasema ingekuwa damu ya wanyama inaweza kuchukua mtu kutosha mtu kwa hii dunia kumbeba mbinguni. Anasema Yesu angekufa msalabani. Anasema Yesu angekufa msalabani. Anasema kama Yesu alikufa msalabani sababu damu ya wanyama ilishindwa kubeba mtu mbinguni. Tutaisoma, kusoma nabii. Bwana wabariki. Nilisema na wachungaji, nikisema maneno ya aina ya nabii, wao wasimama wanitoe huko. Niko tayari kutoka huko. Bwana wabariki. Tusome nabii. Tusome kwanza ya andiko mimi naipata Smyrna Church Age. Wakati wa kanisa la Smyrna, para ya 155. Na ninawasihi wapendwa, wakati mtaenda msiende mnanitangaza na mmoja yenyewe kwa kitabu cha Mathayo. Msikwende na tangaza. Tafadhali. Msikwende nasema ndugu Lucas alisema ndugu Branham ni Elia ni Kristo, ndugu Lucas alisema mimi kama nilifika hapa mmeniona anasema neno hapo. Bwana bali. Anasema ni nani? Mwenye anasema ni nabii. Endeni mseme nabii anasema. Bwana bali. Smyrna unaipata? Soma. Soma tafadhali. Smyrna. The seven age. The 7 ages. Ages. As set forth in Revelation chapter 2 and 3.
take in the whole span of the fullness of the Gentiles. Nyakati 7 za kanisa kama ambavyo zimepangwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3. Ni vizuri twende tunasikia kwa maneno mengine ya nabii. Nenda tunasikia kwa maneno mengine yenyewe nabii alisemaka, sababu hilo naye nabii alisema. Anasema the seven ages as set forth in Revelation chapters 2 and 3. Taking the whole span of the fullness of the Gentiles. Chukua ya picha yote nzima ya utimilifu wa mataifa. Or the whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. Ama wakati wote ambao okay. In a very single age, katika kila wakati, by none, it says the very same things in opening and closing the message to each age. Inasema kitu kile kile katika kufungua na kufunga kila ujumbe wa kila kizazi. As the messenger of Ephesus, inasema Smyrna, na kwa mjumbe wa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, na Laodikia. Write these things said he. Andika mambo hayo asema yeye na kadhalika. He that has an ear, let him singular hear what the Spirit said to the churches. Yeye mwenye sikio na asikie. Yeye mwenye sikio na mtu moja asikie kila ambacho Roho aiambia makanisa. Notice here that Jesus by the Spirit in every age addresses himself to only one person relative to the word for that age. Tazama hapa Yesu katika Roho katika kila wakati ananena na mtu mmoja peke yake. Only one messenger kwa ujumbe ule wa wakati wake receives that the Spirit has to say to that age. Ni mjumbe mmoja peke yake katika kila wakati anapokea ujumbe na anapokea kila ambacho Roho ananena kwa wakati huo. And that one messenger, na mjumbe huyo mmoja to the true church, yeye ndio mjumbe kwa kanisa la kweli. He speaks for God by revelation to the churches. Ananena ule mjumbe yeye anasema kwa makanisa. Ananena kwa niaba ya Mungu kwa ufunuo kwa makanisa mengi, both true and false. Yote mawili, la kweli na la uongo. Bwana wabariki. The message then broadcast to all. Ndipo sasa ujumbe unatoka na kusambaa kwa wote. Wa kweli na wa uongo. Amen. Bwana wabariki. Sasa ndugu Branham alikuwa na ubiri hivyo. Mwalimu ujumbe wa Branham mna sehemu ya wa uongo nao wataipata na wa kweli nao wataipata. Bwana awabariki. Sasa ndugu Branham ni nabii. Ndugu Branham ana maneno yake kwa sababu ni nabii. Tunasoma sawa hapa ni mmoja maneno yake. Dunia yote inasema Elia alipanda mbinguni bila kuona mauti. Na ndugu Branham wakati utamsoma utakutana naye anasema hivyo. Na yeye utakutana anasema Elia alienda mbinguni bila kuona mauti. Ndugu Branham wakati ndugu Branham anasema hivi, hebu anarudilia yale ambayo yameandikwa kwa Biblia. Bwana wabariki. Ayaleta wazo yake mpaka hapo. Ayatoa wazo yake kuhusu hiyo. Ukisoma ndugu Branham anasema Elia alikuwa ngari za moto zikakuja zikamchukua zikaenda naye. Alienda bila kuonja mauti. Enoch alienda bila kuonja mauti. Hapo angalia anarudia Biblia yatoa wazo lake kuhusu hiyo. Bwana wabariki. Sasa wakati anatoa wazo lake kuhusu hiyo, anasema Elia alikufa.
Tusome. Mpatie. Tarehe 3. Okay. Ujumbe, the hand of the Lord came upon him. Mkono wa Bwana ukaja juu yake. Umehubiriwa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 1954, para ya E69. Anaanza na E69. Tete na tayari nyingine. Question and answers. Tia hiyo nayo tayari. Uiandae pia na hii maswali na majibu. Mwaka tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 59. Hiyo nayo itie kando. Itie tayari. Paragraph yake para ya 72. Unaweza tena kutia kando hii nyingine. Why? Kwa nini? Tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1963, ujumbe why unaitwa why. Kwa nini? Para ya 157. Unaweza kutia kando. Kisha unaweza tia atonement. Ujumbe unaitwa atonement. Ulihubiriwa tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 1957, para ya 44. Bwana wabariki. Sawa. Unaweza kupatia ya kwanza. Sawa. How do you do? Hiyo? Ndio. Tusome, tuendelee na kusoma. How do you do? This your patient here. Yako on the right. Yes. Huyu mgonjwa wako hapa vema. Okay. All right. I suppose we are stranger to each other. Nafikiri sisi ni wageni moja kwa mwingine. I don't know you and never seen you in my life. Sijui, we are total strangers. Sikufahamu. That's right. Kama na sijawahi kuona maishani mwangu. Sisi wote ni wageni moja kwa mwingine. Sivyo? Don't know one another. Hatufahamu. But one thing, sir, lakini jambo moja of us. Mungu anatufahamu sisi wote. And we are going to have to give an account at the day of judgment for our life. Nasi tutaenda kutoa hesabu siku ile ya hukumu kwa ajili ya maisha yetu. You believe that? Hiyo unaliamini hilo? Come here just a little closer. Hebu njoo hapa karibu. I want you to look at me just a moment. Nataka uniangalie mimi like preaching tonight, as Elisha said. Kama nilivyokuwa nikihubiri usiku wa leo, kama Elisha alivyosema. It wasn't for the presence of Jehoshaphat. I wouldn't look towards you or see you. Kama isingelikuwa ni uwepo wa huyu Yehoshafati, nisingekutazama uso wako. Now it led into the prophet. He couldn't know what God was going to do, but he could only look and see what God was going to do, and they pronounce. Sasa ilikuwa kwa ndani ya nabii, hasingelijua kila ambacho Mungu alitaka kufanya, lakini alikuwa akitazama aone kila ambacho Mungu atafanya. Je, hiyo ni kweli? Ni sawa? Well, what was that on that man, that prophet? Ilikuwa ni kitu gani juu ya huyo mtu, huyo nabii? He died like another man. Yeye alikufa kama mtu mwingine. He lived like another man. Aliishi kama mtu mwingine, a Christian man. Mtu yote Mkristo. But there was something different about him. Lakini kulikuwa na kitu tofauti juu ya kuhusu. That right, he was a prophet. He was anointed of the spirit. Of that spirit was God. Yeye alikuwa right.
Yeye alikuwa ni nabii, alikuwa amepakwa mafuta na Roho wa Mungu. That spirit did not die. Ile roho haikufa. It is still lives. Bado inaishi. Muendelee na kusoma. Endelea. Elijah died. Elia alikufa. But the spirit still lives. Lakini yule roho yungali anaishi. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Hiyo ni moja. Tusome ingine. Ujumbe. Maswali na majibu, questions and answers, 23 tarehe 23 mwezi wa 12 1959. Okay, tunaweza soma. The spirit that was upon Elijah come upon Elisha. Ile roho aliyekuwa juu ya Elia alikuja juu ya Elisha. A double portion of it. Maradufu yake. 700 years later or 800 years later come upon John the Baptist. Miaka 700 baadaye au miaka 800 baadaye akaja juu ya Yohana Mbatizaji. Look how Elijah akamfanya tazama jinsi ambavyo Elia begot the hairy man. Jinsi Elia alikuwa all over him. Mtu mkubwa mwenye nywele sheepskin looked na like a frozen all. Na ngozi ya kondoo, his face out like that. Ilionekana hivyo na sura yake stopping down there with a big piece of the leader around his girdles. Akiwa ametoka anatembea huko na kipande fulani cha ngozi kimekaa kiunoni mwake. Around his loins like this. If I'd have walked up to your house, you'd say, "Oh man, call the police right quick." Kama mtu huyu angejitokeza nyumbani kwako, ungesema, "Oh jamani, hebu iteni polisi haraka sana." Such a fellow standing in front of my door. Jamaa wa namna hii akiwa amesimama mlangoni kwangu. But that was a prophet of the Lord. Lakini yule alikuwa ni nabii wa Mungu. Sure was. Wa Bwana. When he na ndipo alipokufa. Who died? Elijah. Who died? Nani alikufa? And then when he died, na kisha alipokufa, a double portion of his spirit come upon Elijah. Roho maradufu yake ikaja juu ya Elia. Hiyo anasema juu ya Elisha. And then 800 years later, na miaka 800 baadaye, come upon John the Baptist. Ikaja juu ya Yohana Mbatizaji. And made John act just exactly like they did because it was the spirit of Elijah. Na ikamfanya Yohana Mbatizaji atende kama walivyofanya wao kwa sababu ilikuwa ndio roho ya Elia. Bwana wabariki. Sasa hii ya tatu nabii anasema hivi. Hii ya tatu tunasoma nabii anasema hivi. Anasema kifo kipo kama nyuki. Sasa nyuki ana hiyo nini mnaita nini? Mwiba. Ana mwiba moja. Anakuwa na mwiba moja tu. Sasa anasema kama nyuki ana kuchoma hiyo mwiba yake, kama anaichoma bila kuingiza sana kwa mwili wako, akitoka kwa mwili wako ataenda na ile mwiba yake, ataenda anachoma mtu mwingine, anaenda anafanya hivyo. Lakini kama anachoma hiyo mwiba inaingia sana mwili, akitoka atatoka bila hayo, anaacha mwili yako pale, hawezi tena kuluma mtu mwingine, hawezi kuchoma mtu mwingine. Bwana wabariki. Sasa nabii anasema hivi, nabii anasema kifo ambacho anafananisha kifo na nyuki. Anasema kifo nyuki ilimchoma Elia na Elia akafa.
anasema kifo hakuna mwili leo kingeingiza mwiba wake sana. Ndio maana kilichoma Elia na Elia kafa. Lakini wakati kilikuwa kumchoma Bwana Yesu kikapoteza mwiba wake. Sawa? Soma tia hapa. Sawa? Tunaweza soma. That bee of death came down. Yule nyuki wa mauti akashuka. And circling around to sting him, to sting Jesus. Anaanza kuzunguka pale kumng'ata Yesu. You know, like any bee, has a stinger in it. Najua kama kila nyuki alivyo ana mwiba ule ndani yake. But you know, lakini God had prepared. Mungu alikuwa ameandaa the flesh that time. Mwili kwa ajili kwa wakati huo. The flesh of God. Ulikuwa ni mwili wa Mungu. When that stinger once anchored in that Son of God, wakati huo mwiba ulipozama katika ndani ya yule Emmanuel, ambaye Emmanuel, when he poured himself out, he had no stinger left. Nyuki huyo alipojivuta akatoka mle, alikuwa hana mwiba tena. He took the sting right out of death. Yeye alichukua Bwana Yesu alichukua ule mwiba wa mauti. Now, wonder Paul could say, si ajabu, where is thou sting? Si ajabu Paulo alisema, mauti, mwiba wako uko wapi? Death, where is thy victory? Makaburi, ushindi wako uko wapi? But thanks be to God. Lakini ashukuriwe Mungu gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Atupaye ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. He could sting Elijah and die. Yeye aliweza kumng'ata Elia na akafa. He could sting Elijah and remain his stinger. Aliweza kumng'ata Elia na bado akabaki na mwiba wake. But you know, if a bee ever sting deep enough, it can't sting no more. Lakini unajua kwamba yule nyuki aking'ata ule mwiba wake ukazama sana, hawezi kung'ata tena. That is stinger out. Kwa sababu mwiba wake ule unamoka. There was no human flesh that he could anchor in. Hakuwepo na mwili wote wa mwanadamu ambao angeweza kuacha mwiba wake. Bwana wabariki. Amen. Oh my, no one that he could anchor in. Lord jamani, hakuna ambaye angeweza kushikilia mwiba wake. But when he put it in Emmanuel, that time he lost his stinger. Alipoingiza ndani ya Emmanuel wakati huo akapoteza mwiba wake. Thanks be to God. Yes sir. Ashukuriwe Mungu. Ndio Bwana. Fed on that word. Yes sir. Huyo ndio Bwana. Amina. Ndio maana leo kifo haiwezi kukutisha. Kifo ilipoteza mwiba wake. Sasa mchungaji alikuwa anaimba hapa anasema hii kikutuangukia tu sisi wote tunaenda. Sababu kifo kilipoteza mwiba wake. Lakini wakati kilimchoma Elia, nini litukia? Hiyo ndio wazo ya Nabii Branham kuhusu hiyo maneno ya Elia. Sasa nabii anatoa sasa wazo lake. Sasa mimi hii wazo ndio ninaninyaka. Hii wazo nabii ndio ninaamini. Basi Bwana wabariki. Amen. Amina. Ni hivyo wapendwa. Sasa ni vizuri tujue nabii ni nani. Itatusaidia maisha yetu yote. Sasa upenda unakutana na nabii unasema maneno mengine ya kwake, inatoka kwake anasema. Sasa hiyo maneno mimi nafurahiaka sana kwa nini hivyo. Bwana wabariki. Haikutendeka tu na nabii. Paulo naye wakati alikuja kwa msiku yake. Paulo hapa ni kitabu ya Hesabu sura 25 mstari wa 7 mpaka 9. Hiyo siku
wana wa Israeli wana wa Israeli waliendea wabinti wa Moabu. Wakati walienda huko, sasa hasira ya Mungu ikapanda, ikawaka juu yao, na wakafa hiyo siku 24,000 wakapoteza uzima, wakafa, wakauawa 24,000. Na Musa alikuwa hapo, na Musa anatoa hesabu yao, walikuwa 24,000. Lakini Paulo yeye anakuja anasema ni 23,000. Bwana wabariki. Paulo yeye wakati yake yeye Paulo wakati alifika mkizazi yake yeye Mungu anampatia ufunuo akasema ilikuwa ni 23,000. Sasa Timotheo angesema Paulo, mbona Biblia inasema ni 24,000? Bwana wabariki. Timotheo angesema hivyo sababu waliona Paulo kuwa njoo mjumbe wa siku yao. Yeye Paulo alisema njoo kweli. Tuisome hiyo, iko kwa Biblia. Sasa wapendwa, niliongozwa kwanza tuongee kuhusu nabii ni nani. Sasa tukishaongea nabii ni nani, sisi wote tukishakubaliana ya kwamba nabii akishasema neno ni Mungu tu anasema kwa ile kizazi. Sasa tutaanza sasa kwenda tunaona sasa nabii alisema hivi, nabii alisema hivi, nabii alisema hivi, nabii alisema hivi. Lakini kama tunaelewa nabii ni nani, tutakuwa na shida. Amen. Wakati nabii anatoa maneno sana haya kusema Elia alikufa, wewe utasema mbona Biblia iseme hivyo? Sababu hauelewi nabii ni nani. Sababu hauelewi nabii ni nani. Bwana wabariki. Tusome hiyo maneno ya Biblia. Unaweza kututia hapo pale tuisome. Sura ngapi? Hesabu. Sura ngapi? Sura 25. 25 mstari wa 7 mpaka 9. Wapendwa, oneni huko. And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, they rose up from among the congregation, and he took a javelin in his hand, and he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through the man of Israel, and the woman through her bed. So the black plague was stayed from the children of Israel. Okay, 28. And those that died in the plague were 24,000. Siweni Musa ndio mwenye alikuwa hapo kwa watu wako nakufa na anahesabu alikuwa 24. Sawa? Tusome sasa Paulo. Wakorinto wa kwanza sura 10 mstari ya ulikuwa unasoma basi. Hesabu 25 kuanzia mstari wa 7. Naye Finehasi mwana wa Eliazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mme wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwa wana wa Israeli, nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Sawa. Sasa Wakorinto. Sura ngapi? Sura Wakorinto kwanza sura 10 sura 8. Sawa. Neither let us commit fornication
as some of them committed, and fell in one day 320,000. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Sawa? Huyo anasema, Musa anasema 24,000. Paulo yeye anakuja anasema 23,000. Sasa wewe ingilia hapo kati. Bwana bariki. Wewe sasa ingilia hapo kati. Uone moto wake. Bwana bariki. Ni vizuri tuelewe nabii ni nani. Amen. Na nikisha toa neno, wewe usiseme mengine. Bwana bariki. Kwa sasa hivi tumekomea hapa. Amen. Tutaweza endelea kesho. Basi Mungu awabariki. Mungu awabariki.